hata ukienda katika nchi zingine pia ni vitu hivi ambavyo pia vinapigwa marufuku na vinapigwa vita kwa sheria kali. Especially kwa huyo mtu ambaye amemsema yuko Chigani, Marekani. Nao wanapiga vita na wana sheria kali sana zaidi hata ya Tanzania kuhusu hayo makosa. Sasa kesi haikatazi kufunguliwa na kuendelea na kufikia mpaka mwisho, na yeye atapewa wito wake kama kawaida, kwa sababu ukienda kwenye sheria mwenendo wa makosa ya jinai, namna ya kufikisha wito, kuna namna za mpaka za kidijitali kufikisha wito wa yeye kwa pia mahakamani. Lakini pia kama hatofanya hivyo, haitazuia mahakama kufanya maamuzi. Mahakama itafanya maamuzi pia. Ila ikishafanya maamuzi, sasa katika utekelezaji wa maamuzi hayo ndio kuna kitu ambacho tunasema nchi na nchi huwa zinaingia makubaliano, ambayo makubaliano hayo yanakuwa ni ya kushirikishana, kubadilishana watu ambao wapo kwenye mamlaka ya nchi nyingine wametenda makosa kwenye nchi husika nyingine, ambayo wapo katika hayo makubaliano. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kwa Kiswahili kizuri sikifahamu, lakini kwa lugha ya kisheria tunaita extradition. Kwamba mnaingia makubaliano ya exchange watuhumiwa. Ambayo hiyo sasa inakuwa ni kati ya ofisi ya mwendesha mashtaka kwa kushirikiana na barozi, lakini kwa kushirikiana pia na ofisi ya mwendesha mashtaka wa nchi hiyo aliyoko nyingine. Yes. Kwa hiyo ikifanyika hiyo, hayo maombi yakitolewa na yakaonekana yana msingi na huyo mtu kweli amechukuliwa hizo hatua, basi hiyo mamlaka inaruhusu huyo mtu aje achukuliwe katika kesi husika na katika kwenda kutumikia kifungo chake katika nchi husika. Hapo tumeelewa sasa. Hapo tumeelewa. Unasali kwa hiyo kufikia mwisho kwa hiyo kesi, kama atapatikana na hatia, haitazuia yeye kuchukuliwa hatua, ikiwemo kifungo, kama sisi tuna mashirikiano ya extradition na nchi aliyopo kwa sasa. Sawa sawa. The Bantu.